Asifiwe sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia. Tumekifikia kitabu cha Malaki. Katika Agano la Kale, ndicho kitabu cha mwisho. Na tutasoma sura ya 3 kuanzia mstari wa 8. Anasema, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha majani yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, leo tutazungumzia utoaji, na iko ahadi katika utoaji. Kanisa la kwanza walifundishwa habari ya utoaji. Katika Agano la Kale pia walifundishwa habari ya utoaji, na sisi wa leo tunafundishwa pia habari za utoaji. Kwa nini utoaji? Utoaji una faida gani? Hapa tunaona ziko faida za kutoa. Inazungumziwa dhabihu, zaka na dhabihu. Zaka ni fungu la 10 la mapato ya mtu. Dhabihu ni sadaka anazokusudia mtu kumtolea Mungu. Kiasi chochote kile anachoweza kutoa, hizo huitwa dhabihu. Sasa kitu muhimu hapa ninachotaka kuonyesha, ukitoa kwa moyo utapata nini? Ukitoa kwa ukamilifu utapata nini? Iko ahadi hapa. Mstari wa 11 Mungu anaahidi kama ifuatavyo. Anasema, ukianzia wa 10 anasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue. Hapa ndio ahadi inaanzia. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka. Maana yake, ukitoa sadaka, Bwana ameahidi kufungua madirisha ya mbinguni na kumwagia baraka zitokazo mbinguni. Kule mbinguni kuna baraka, na Mungu anaziachilia tu kwa wale wanaotoa sadaka kwa moyo. Kama utoi sadaka kwa moyo, basi ujue madirisha ya mbinguni hayatafunguka kwa ajili yako. Mungu huyafungua madirisha ya mbinguni kwa wale tu ambao wanatoa kwa moyo. Angalia ahadi nyingine, anasema na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Atamwaga baraka kiasi kwamba hakutakuwa na nafasi ya kuweka kwa wingi wa zile baraka atakazokubariki. Atakupa vitu vingi mpaka ukose pa kuweka. Kwa hiyo utoaji wa sadaka unasababisha au unaachilia vitu vingi kwa ajili yako, vile unavyohitaji vinakuwa vingi kiasi kwamba hata unakosa mahali pa kuweka. Haya, jambo jingine linaloahidiwa, mstari wa 11 anasema, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao yenu. Kuna ahadi ya kukemea. Anakemea nini? Uharibifu. Unaweza ukapata vitu vingi lakini vikapotea kwa wakati mmoja. Unaweza ukapata vitu vingi vikaharibika kwa wakati. Kwa nini? Kwa sababu havina ulinzi. Sadaka ni ulinzi. Kwa hiyo kutoa sadaka inakusababishia ulinzi. Mungu anaruhusu ulinzi. Anasema nitamkemea alaye, maana yake atawakemea waharibifu, atakemea wezi, atakemea wale wadudu wa kula mahindi ama maharagwe, atawakemea na kuwafukuzia mbali, ili maharage yako au mazao yako yasiharibiwe.
Kwa hiyo ni ahadi, lakini ahadi nyingine anasema acha nisome ile ya mwisho. Anasema, na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana. Mtaitwa heri na mtakuwa watu wa kupendeza. Mungu atabadilisha maisha yako kwa sababu tu ya utoaji wako mzuri. Atabadilisha maisha yako na kuwafanya watu wa kuone unapendeza. Maana yake atakupa kupendeza na watu watakuona umependeza, watakufurahia jinsi ulivyopendeza. Kwa kawaida mtu aliyependeza anafurahisha. Mtu ambaye hapendezi, basi watu humpita kando, lakini anayependeza mara nyingi watu humuita na kupenda kuzungumza naye. Hii inaleteleza utoaji wa sadaka. Unapotoa sadaka, Mungu anaachilia hayo mambo kwako. Mungu akubariki. Bila shaka umeelewa jambo muhimu. Usiache kutoa sadaka. Mungu anapenda utoaji. Toa tu sadaka, Mungu anafungua madirisha, sio milango, madirisha ya mbinguni. Anaachilia baraka, lakini anaachilia ulinzi na anakupa kupendeza. Tukutane kwenye kipindi kijacho. Mungu akubariki sana. Hatimaye tumemaliza Agano la Kale, tutaanza Agano Jipya kuangalia ahadi mbalimbali ambazo zimo. Usiache kuniunga mkono kwa kusubscribe katika akaunti yangu. Mungu akubariki sana, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.